Watoto wachanga 14 wamefariki baada ya moto mkubwa kuzuka katika wodi ya watoto wachanga katika taasisi ya sayansi za tiba ya Pakistan, hospitali kubwa ya umma iliyopo Islamabad, Pakistan, katika tukio ambalo limetokea hii leo Jumatano, Agosti 26 mwaka 2026. Moto huo ulianza katika ghorofa ya 3 ya jengo la mama na mtoto ambako watoto walikuwa wakipatiwa matibabu, huku taarifa za mamlaka zikieleza kuwa mtoto mmoja pekee aliweza kuokolewa akiwa hai. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka kwa maafisa wa afya, moto ulianza majira ya saa 12 hadi saa 1 asubuhi kwa saa za eneo hilo baada ya kutokea mlipuko katika mfumo wa kiyoyozi uliokuwa ndani ya wodi hiyo. Waziri wa afya wa Pakistan, Mustafa Kamal, alisema hitilafu hiyo ilisababisha moto kuenea kwa kasi, huku uwepo wa oksijeni nyingi katika eneo hilo ukichangia kuongeza ukubwa na ukali wa moto. Watoto waliokuwa katika wodi hiyo walikuwa baadhi yao kwenye mashine za kuongezea hewa na wengine kwenye vifaa maalum vya kuhudumia watoto wachanga. Mamlaka zimesema vikosi vya uokoaji vilipokea taarifa ya moto muda mfupi baada ya kuanza, na vikosi vya zimamoto vilifika hospitalini ndani ya dakika chache. Takwimu za huduma za dharura zinaonyesha kuwa magari 6 ya zimamoto pamoja na ambulance 4 yalitumwa katika eneo la tukio. Wazima moto walilazimika kukabiliana na moshi mzito na joto kali katika wodi hiyo, huku juhudi za kuokoa waliokuwa ndani zikiendelea. Hata hivyo, tukio hilo limezua majonzi makubwa miongoni mwa wakazi na ndugu watoto waliokuwa hospitalini. Baadhi ya familia zimehoji iwapo hatua za kutosha za usalama wa watoto zilikuwepo katika eneo hilo, huku kukiwa na madai kuhusu changamoto za njia za kutokea na upatikanaji wa vifaa vya kuzima moto. Ripoti kutoka eneo la tukio pia zimeeleza kuwa baadhi ya waokoaji walilazimika kutumia njia zisizo za kawaida kuwafikia waliokuwa ndani ya wodi, jambo ambalo limeongeza maswali kuhusu maandalizi ya hospitali kukabiliana na majanga ya aina hiyo. Kwa upande mwingine, idadi kamili ya watoto waliokuwepo katika wodi wakati moto ulipoanza imekuwa ikitofautiana katika taarifa za awali, huku baadhi ya vyanzo vikisema walikuwa 15 na taarifa nyingine zikieleza walikuwa 16. Hata hivyo, mamlaka kuu za Pakistan zimethibitisha vifo vya watoto 14 huku mmoja akiokolewa. Tofauti hiyo ya takwimu imefanya mamlaka kuendelea kupitia kumbukumbu za hospitali ili kuthibitisha kikamilifu idadi ya watoto waliokuwa katika wodi kwa wakati huo. Waziri Mkuu wa Pakistan, Shehbaz Sharif, ameeleza masikitiko yake kufuatia vifo hivyo na kuagiza uchunguzi wa haraka kuhusu chanzo cha moto pamoja na mazingira yaliyosababisha watoto hao kushindwa kuokolewa. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.